Msikilizaji, unaamini kuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke? Yes, kuna watu ndio mnaamini, kwa sababu naamini kuna watu wengine hapo wasikilizaji ni marafiki zangu. Watoto wa kike, yes, ni marafiki zangu sana tu. Urafiki kati ya Michael na Mara umesababisha kuweza wao kukutana kimwili. Kumbuka mwanzoni walikuwa wanachukuliana kama kaka dada, na baada ya matatizo yote ambayo amepitia Mara, ikiwa ni pamoja na kuombwa rushwa ya ngono, sasa zile stress nini kumpigia Michael kumueleza, Michael ikabidi aje kujua Mara ana tatizo gani. Sasa kuja kwa Michael, alikuja na wine pamoja na nyama choma. Wamekula pale, sasa kiwaini kimwalewesha kidogo. Wine yenyewe hata haina alcohol kubwa sana. Wamelewa na usiku wamekiamsha, na asubuhi pia wakaona okay, kwa sababu imeshatokea, waipige tu live tena ili mwisho wa siku wasije wakaonekana kama walifanya kwa bahati mbaya, bali ni kwa kuamua wao kama wao. Kwa hiyo wakakubali tena show ya asubuhi. Hawa ni marafiki, msikilizaji. Sasa anyway, hatulaumu sana kwa sababu Mara yupo single, na hata Michael hatujajua mahusiano yake, lakini kama mtu tayari upo kwenye mahusiano, basi inakuwa kwa ni ngumu kuwa na urafiki kati ya mwanaume na mwanamke, ule urafiki wa karibu kabisa. Lakini kwa sababu hapo single, tusiwalaumu kwa chochote. Okay, hao ni watu wazima bwana, na maisha lazima yaendelee. Yaani ni kujifia. Basi bwana, tunasonga mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji ni Chuchu. Baada ya asubuhi ile, Michael aliondoka na hatukuonana wala kuwasiliana kwa wiki kadhaa. Tulikubaliana kwamba kilichotokea hakitajirudia na hakitaingilia urafiki wetu. Tulilewa na yakatokea kutokea. Kwa hiyo nilimeza kile kidonge cha kuzuia mimba ile asubuhi, na mambo yakaendelea kama kawaida. Sema hakuna mtu aliyemtafuta mwenzake. Kusema kweli, mimi nilikuwa namkwepa. Kuna siku Devi alinipigia kuwa kuna sehemu anaenda kupiga mziki, kuwa nitenda nje ya bendi, hivyo naweza kwenda nao nikajipatia pesa, lakini nilikataa sababu nilijua Michael atakuepo na sijui hata nitazaje kumtazama. Hii ndio shida, yani mkishapinduana afu baadaye kuja kutazamana ni kipengele. Pia nilikuwa nasubiri yeye aanze kunitafuta, lakini hakufanya hivyo. Na unafahamu mabinti tunavyopataga stress pale ambapo mtu mmeshamaliza kwenu alafu jamaa akabaki kimya. Huwa tunajiuliza kwani shida nini? Kwa hiyo siku zikasogea na hatimaye ikawa wiki 2. Kitu pekee nilichobakiza ni chuki. Nimetokea kumchukia sana huyu msanii aliyeiba wimbo wangu, yeye pamoja na producer wake. Na hata nikisema kwamba nisamee, ninashindwa sababu kila ninapopita ninausikia huo wimbo. Hata majirani zangu lazima waupige kila siku. Kinachonikera zaidi ni kuwa sina cha kufanya. Hakuna namna yoyote ya mimi kupata haki yangu. Nilikuwa nimekaa sebuleni mchana huku nikijaribu kuandika wimbo, kwa sababu nimeshapoteza wimbo mmoja, hivyo inabidi nianze kutafuta wimbo wa kujazia ili itimie album kama nilivyokuwa nimeandaa mwanzoni. Nikiwa pale sebuleni, mlango wangu uligongwa. Niliinuka kwa hasira na kwenda kufungua mlango, lakini nijekuta nikiishia kupata gugumizi baada ya kumuona Michael mlangoni. Hakuwa mwenyewe, aliambatana na Devi. Inaonekana kabisa hakutamani kuwa hapa, lakini Devi akamburuza na kumleta. Sasa Devi akasema kwamba Mara, hauna mpango wa kutukaribisha ndani? Nilishtuka na kutoka katika mawazo yangu na kuapisha wapite. Devi alikuwa amekuja na gitaa lake lisilotumia umeme. Akasema kwamba unatunga wimbo? Alisema alipoona daftari langu. Sasa mimi nilitembea haraka na kwenda kulifunika. Nikasema kwamba najaribu tu lakini nashindwa. Huyu msanii wenu unani mnamuita Sijibaiso huyu, unajua amenikoroga sana akili yangu. Nina hasira muda wote, ni hata siwezi kuandika wimbo wote. Niliongea sasa nikijitupa kwenye kochi. Michael alikuwa amekaa kimya. Yaani ni kama vile alitamani muda ukimbie ili aweze kuondoka. Basi Devi akauliza kwamba hivi hujafikiria hata kwenda kumshtaki? Nikasema kwamba hivi unajisikia kweli Devi?
Hivi nikisimama mimi na Baiso, nani atakayeaminika? Yule ni msanii mkubwa nchi nzima. Hapo hatujaongelea utajiri wake. Si watadhani mimi ninatafuta kiki na mambo mengi kama hayo. Alafu pili, mimi sina ushahidi wote. Nilimuuliza Devi. Devi aliitikia kwa kichwa huku akionekana kwanza. Sasa Devi akasema kwamba ni kweli, lakini mtuangalie basi swala hili kwa jicho la tatu. Wimbo wako umenyoka. Unaona jinsi watu wanavyomsifia Yaani jinsi walivyomwambia awe anaimba nyimbo kama hizi. Wamesifia utunzi na kila kitu. Hizo ni sifa kwako Mara. Kwa hiyo itumie hii kama ngazi. Ulisema haujui kama nyimbo zako zinaimbika, lakini si unaona? Sio tu zinaimbika bali zinaimbwa na zinapendwa. Ukijikaza na kupambana utafanikiwa kutoka hapa. Kumbuka kuna uhakika wa mashabiki. Devi alisema na kunifanya nitabasamu kidogo. Sikuwahi kuliwaza hilo kabisa msikilizaji. Unajua kila wakati nilikuwa na hasira. Nina haki ya kuwa na hasira. Lakini pia alichokisema Devi ni kweli. Devi alianza kupiga gitaa lake na kwa haraka akili yangu sasa ilielewa kuwa alikuwa akipiga wimbo wangu. Hata kama umeibiwa ni wangu. Alinitazama na kuachia tabasamu kubwa. Akasema kwamba hebu imba kidogo basi. Unajua sijawahi kukusikia ukiimba huu wimbo. Hebu weka hiyo sauti yako ya dhahabu kwenye huu utunzi wa aina yake. Basi Devi alinisifia sana. Huku yani sasa kwanza nijikuta hata nikiwa na ujasiri wa kuimba ule wimbo bila kulia. Kitu ambacho sikutegemea ni Michael kuungana na mimi nilipofika kwenye chorus ya wimbo. Nilifungua macho yangu na kumtazama. Nijikuta nikitabasamu baada ya kumkuta akinitazama. Ilikuwa ni kama tunaambiana yale maneno. Kwa hiyo wimbo, baadhi ya maneno kwenye wimbo ambao nilikuwa naimba ulikuwa unasema ya kwamba nakubali kuwa wako, haijalishi vikwazo vyako, nakubali kukupenda, familia yako kuipenda, moyo wangu ni wako, popote uendapo nakupenda. Kwa hiyo tulimaliza hayo maneno na kutabasamu. Nilikuwa nikisisimka mwili wote. Sasa Devi akaniambia kwamba wow, hivi uliandika maneno unajua uliandika maneno mazito sana Mara na kuyasikia akitoka mdomoni kwako kuna raha yake mwanangu ungeuza kinyama sana. Devi aliniambia, lakini sikuwa hata nikimsikiliza sababu macho yangu yote yalikuwa ni kwa Michael. Kama macho yake yalivyokuwa kwangu. Sasa Devi akaniita na kunifanya nishtuke. Najua kwa namna fulani anaumia sababu yeye ndo aliyeniunganisha hadi nikafikia hapa. Alishamzingua Jaga, lakini hakuna la zaidi analoweza kufanya. Basi nilimuitikia huko sasa nikitoa macho yangu kwa Michael na kurudi kumtazama Devi. Devi akasema tena, nilikuwa nakwambia umefanya kazi nzuri. Basi nimshukuru na kuinuka pale kwenye kochi. Nikamwambia kwamba vipi, mna njaa? Naweza kuandalia kitu cha kula haraka? Devi alisema kwa tabasamu ya kwamba hamna, hata usijali Mara. Kwanza kuna kazi hapa natakiwa kwenda kufanya. Mimi nikuja tu kukuona sababu umepotea wiki 2 hapa. Kwa hiyo tukipata kazi tukikuita hauji. Sasa kwa hiyo nitaka tu nijue unaendeleaje. Devi alisema hivyo, nikasema kwamba asante sana Devi. Mimi niko sawa, mmenitia moyo sana. Ile hasira na uchungu vimepungua. Angalau nadhani naweza kuandika wimbo mwingine. Devi akasema, "Haya bwana, sisi ngoja tuondoke. Tukuache ukifanya kazi zako." Devi alisema hivyo huku sasa akiinuka na kumvuta Michael. Michael akasema kwamba bro, kwa nini usiende alafu mimi nitakuja tu? Michael alisema hivyo. Devi alimtazama kidogo lakini hakusema kitu. Aligeuka na kuniaga huku sasa akiniambia nisisite kumpigia muda wote. Basi bwana, nilimsindikiza Devi hadi mlangoni huku Michael akijifanya sasa kutafuta movie ya kuangalia. Baada tu ya mimi kufunga mlango, Michael alinivuta na kukutanisha midomo yetu. Ilikuwa kama bomu yani kama limelipuka hivi bomu kati yetu. Tulianza kuvua nguo kama vile zinawaka moto. Mwili wangu ulikuwa wa moto sana. Nililoa tangu nilipomuona mlangoni kwangu. Michael akasema kwamba nilikuwa nasubiri Devi aseme tu anaondoka. Michael alisema huku sasa akinisukuma kwenye kochi. Dakika chache baadaye tulikuwa tumelala kwenye zulia huku tukiema baada ya kila mmoja kufika kilele. Mwili wangu bado ulikuwa unasisimka. Michael akasema kwamba tulisema tutafanya hivi tena Michael alisema huku akinivuta na kunikumbatia. Nikasema kwamba najua lakini sijaweza kujizuia baada ya kukuona. Michael akasema, kwa hiyo ndio sababu ya wewe kukataa kwenda na sisi mahali, si ndio? Ulikuwa unanikwepa mimi, si ndio Kwani umekuwa Mungu?
Usiwaze Mara. Hata mimi mwenyewe unajua nashindwa kujizuia nikikuona, lakini inabidi tuache ile ese. Unajua mimi sitaki kupoteza nafasi ya kuwa rafiki yako. Hakuna kichobadilika kwangu. Mimi siko tayari kuwa kwenye mahusiano yote na wewe. Unajua na wewe unaonekana ni mwanamke unayetaka kuwa na mwanaume mmoja. Hili halitakiwi kujirudia. Michael alisema huku sasa akibusu paji la uso wangu. Nikamwambia najua Michael. Sawa, twende basi raundi moja ya mwisho nini alafu niondoke au unasemaje? Aliniuliza huku sasa akiupapasa mwili wangu ambao ulishanisaliti na kuwa wa moto. Haunipi hata nafasi ya kukataa. Nusu saa baadaye Michael alikuwa akimalizia kuvaa nguo zake kisha akanibusu na kuondoka. Baada ya Michael kuondoka, nilichukua daftari langu na kuanza kuandika maneno yaliyokuja akilini kwangu. Hadi nilipomaliza nilikuwa na wimbo mwingine wa kuongeza kwenye album yangu uliokuwa unaitwa Namba 2. Nilipata nguvu mpya kupambania ndoto yangu ya muziki. Japo nimerudi mwanzo kabisa, sielewi pa kuanzia, lakini ninatumaini hata kama ni dogo, lakini lipo tumaini. Miezi 2 ilipita na hapa nilianza kupata mawazo kuhusu kodi yangu, sababu inakaribia kuisha na ile akiba yangu imezidi kupungua. Kwa hiyo nina mwezi mmoja wa kujezia kodi yangu. Siku moja nikiwa sina ramani yoyote, Dave alinipigia na kuniambia niende nao mahali walipopata tenda ya kuimba. Ilikuwa ni kwenye harusi ya tajiri moja hivi. Hatukufanya mazoezi, lakini tulishaimba pamoja mara nyingi kiasi kwamba sio ngumu kwa sisi kuimba bila mazoezi. Sasa Michael na mimi hatukuonana kipindi chote hicho. Michael alijitahidi kunitafuta kwenye simu, lakini hatakuwa na story nyingi kama mwanzoni. Leo hii sikuwa na ubavu wa kukataa sababu nina kodi ya kutafuta. Tulikubaliana tuvae nguo nyeusi tupu. Hivyo nilivaa gauni refu jeusi linalong'aa. Kwa mbele lilikuwa na mpasuo unaokuja hadi juu ya goti langu la kushoto. Lilikuwa ni gauni zuri linalonishika kila mahali panapostahili. Nilitengeneza nywele zangu ambazo nilizikata baada ya kuona kusuka ni mateso tu. Chini nilivaa viatu virefu bila kusahau hereni na mkufu. Walikuja kunipitia na gari tukaelekea harusini. Mwimbaji nilikuwa peke yangu na Devi akiimba na mimi nyimbo chache tu. Tulichagua nyimbo za kuimbwa na mtu mmoja. Kilichonifurahisha ni kuona wimbo niliouandika ukipigwa kwenye maharusi. Na kwa leo ulikuwa ni kati ya nyimbo tunazoimba na tuliweka wa mwisho sababu maharusi waliomba uwe wimbo watakaotumia kucheza. Nilikaa kwenye stuli nzuri niliowekewa pembeni ya Devi ambaye alikuwa akiimba na mimi huu wimbo. Niliuimba kwa hisia sana na kwa mapenzi mengi. Hadi tunamaliza kuimba, wapenda nao wengi walikuwa wakicheza. Watu wengi walikuja kutupongeza tuliporudi kukaa, lakini kijana mmoja aliniomba namba akisema anataka kufanya biashara na mimi. Tulihitajika kuondoka, hivyo sikuwaza. Nilimpatia tu namba yangu na kuondoka. Zilipita siku 2 hadi nilishasahau kuhusu hilo swala. Ndipo nikapigiwa simu mchana. Habari dada. Salama za kwako? Nzuri, sidhani kama unanikumbuka. Ulinipatia namba zako kwenye harusi juzi. Sikukumbuki sura, lakini nakumbuka kumpatia mtu namba. Ya, ndio mimi sasa. Naitwa Chaz. Naomba nafasi ya kuonana na wewe tuzungumze. Ni swala la kazi, lakini sio kitu tunachoweza kuongea kwenye simu. Kazi gani? Kama nilivyokuambia dada, kuongea kwenye simu itakuwa ni ngumu kidogo. Itakuwa rahisi kama tutakaa tuzungumze pamoja. Sawa, nataka tuonane wapi? Yaani tuonane lini? Hata leo, wewe niambie tu wapi ungependa tukutane. Aliniambia hivyo. Nilitabasamu kidogo sababu hii ni mara ya kwanza mwanaume kuniambia nichague mahali pa kukutana. Nilimtajia mahali ambapo naona panafaa sisi kukutana. Kisha tukaagana na kukubaliana kukutana baada ya masaa 2. Nilichagua mgahawa wa karibu na nyumbani, mahali pa mimi kutembea kabisa. Niliwahi kidogo na kutafuta meza mahali palipo tulia. Kisha nikamsubiri. Baada ya salamu nyingi, Chaz alikaa na kuagiza chakula, kisha tukaanza kuongea. Mimi kama nilivyosema naitwa Chaz. Ni mtayarishaji wa filamu. Kuna tamthilia kubwa tunaandaa, hivyo tulikuwa katika zoezi la kutafuta mtu wa kuandika wimbo kwa ajili ya tamthilia na kuimba. Sasa nilivyokuona ukiimba kwenye harusi, moyo wangu ulikuchagua bila wasiwasi, hivyo nikaweka bidii kukutafuta. Kama utakuwa tayari kufanya hii kazi basi nitafurahi sana. Sawa, asante. Malipo yakoje na mngependa tuanze lini hiyo kazi? Tunatamani kazi ingekuwa imeshafanyika. Kama ukikubali basi tutakuwa tumepata mwimbaji. Bado yani kupata mtunzi tu.
Anyway, sawa, mimi naweza kutunga nyimbo, kwa hiyo mniambie tu ni wimbo wa kuhusu nini alafu nitaweza kuandika. Aisee, sikukosea kabisa kuchukua namba zako. Charles aliniambia hivyo huku sasa akitoa simu yake na kumwandikia mtu ujumbe kisha akaiweka mezani. Nimemwambia director kuwa tumeshapata mtunzi na mwimbaji. Sasa nitakutumia WhatsApp nakala fupi ambayo inaelezea tamthilia kwa upana wake. Itakupatia mwongozo mzuri. Alafu Jumatano tutakutana studio tunarekodia. Producer ameshaandaa beat kadhaa, kwa hiyo tutaona utakachokuja nacho. Naamini mkikaa wawili hamtashindwa kufanya kazi nzuri. Okay, sawa. Kwa hiyo siku ya Jumatano hiyo ni sawa, sio mbaya. Alafu producer mnayemtumia ni nani? Msikilizaji, niliuliza sababu sikuwa tayari kukutana na Kami hata kama nimeamua kukubali yale unikuta. Yeye anaitwa producer Casey. Ni mwanamke ama? Ndio, ni mwanamke, anafanya kazi nzuri sana. Au kuna shida yoyote ukifanya kazi naye? Hapana, itakuwa vizuri zaidi. Sina historia nzuri na wanaume, hata producers, hivyo ni vizuri kuona angalau kuna wanawake kwenye hii tasnia. Angalau watu naoweza kuamini. Yaani hivyo ni. Nilimwambia. Charles alinitazama kwa muda, lakini hakusema kitu. Aliamua kuzuia chochote alichotaka kusema kwa kunywa juice alioletewa na chakula. Basi sawa, basi tutaonana hiyo Jumatano, lakini kitu cha kuchekesha ni kuwa sijui hata jina lako. Naitwa Mara. Oh, Mara. Michael alitamka jina langu kama analifikiria hivi, lakini kama mwanzo aliamua kupoteza chochote alichotaka kusema. Sawa. Kuhusu malipo na vitu vingine vyote tutamaliza siku ya Jumatano. Naamini siku 2 zinakutosha kabisa kutunga wimbo. Ya, zinanitosha kabisa. Asante Charles, tutawasiliana. Nimshukuru na kumwaga na kuondoka. Nitamani nifike nyumbani haraka ili niweze kusoma chochote alichonitumia. Nitamani kumaliza hii kazi haraka. Lile tumaini dogo lilokuwa ambalo nilikuwa nalo hatimaye limezaa matunda na siwezi kusubiri kufanya hii kazi. Jumatano ni kama miaka 2 ijayo. Mimi sio mtu wa kufuatilia michezo, lakini ni ngumu kutokusikia habari za Kian wakati ndio mchezaji anayekuja kwa kasi sana. Kila wakati napojikuta karibu na watu wanaongelea mpira, lazima tu jina lake litajwe. Na hata kwenye mitandao ya kijamii siwezi kumkwepa. Inasemekana amesajiliwa na timu kubwa hapa nchini. Na kwa sasa naweza nikasema ya kwamba anaonekana ndio mchezaji wa mpira anayefuatiliwa sana, hasa kutokana na jinsi ambavyo ameibuka tu. Mwaka 1.5 alikuwa ndo kwanza amesajiliwa na timu ndogo ya huko mkoani kati ya Kagera au Mbeya, lakini katika hicho kipindi ameshapanda hadi kufikia kiwango cha kuchukuliwa na timu kubwa na tajiri zaidi hapa nchini. Na kila mtu anamsifu kwa uwezo wake wa kufunga magoli. Kuna muda nawaza labda ningekuwa tu mcheza mpira, huenda safari yangu ingekuwa rahisi kama ya Kian. Jumatano ilipofika niliwasiliana na Charles na nikafika mahali ambapo aliniambia nimsubiri. Nijitahidi kufika wakati mwafaka na zikupita hata dakika 5 Charles alinipitia na gari kisha tukaelekea studio. Hii studio tuliyokuja leo haikuwa kubwa kama ile ya Kami, lakini ilikuwa sehemu nzuri tu, rahisi kufikiwa. Na kujua kuwa ni mwanamke mwenzangu anayefanya kazi kulinifanya niwe na ujasiri na uhuru zaidi. Sasa tulipoingia kulikuwa na sehemu ya kusubiri, kuna masofa meza. Iko kama kisebule fulani hivi, kizuri tu. Kisha kuna upande ambao ipo studio sasa. Kwa uelewa wangu wa haraka, vilikuwa ni vyumba viwili. Kuna studio ndogo ambayo tu tuliingia na nyingine ni kubwa sana kulingana na jinsi Charles alivyonielezea. Sasa kuna mwanamke mmoja hivi akasema kwamba hatimaye kutakuwa na usawa wa jinsia. Alisema mwanamke mmoja mwenye mwili mdogo tu huku akinuka na kunikombatia. Charles alicheka tu. Charles akasema kwamba nilijua utasema hilo, lakini hakuna usawa wote wa kutegemea sababu director anakuja na Maxi. Charles alisema hivyo. Moyo wangu ulishtuka kidogo baada ya kusikia jina la Maxi. Lakini nilijipa moyo kwamba Maxi wako wengi sana hapa duniani. Hawezi kuwa yule Maxi mnyama yule. Basi bwana. Producer Casey alisema kwamba au ni ukatili bwana.
Alisema sasa akiniachia na kumsukuma Chaz. Kesi akasema kwamba mambo mpenzi, karibu. Kesi aliniambia huku sasa akinionyesha mahali pa kukaa. Na yeye akajitupa kwenye kiti chake kikubwa cha ofisi. Chaz naye alikuja kukaa pembeni yangu. Kesi akasema kwamba kwa hiyo wewe ni mwimbaji au mtunzi? Tafadhali niambie tu. Maana tena nitafurahi sana ukiniambia kama ni mwimbaji. Mimi sitaki sauti ya kiume kwenye beat yangu. Kesi alisema kwa huruma, ni baki nikitabasamu tu. Chaz akasema kwamba mara ni mtunzi. Chaz alisema na kucheka. Kesi alipojitupa tu na kuegemea kiti chake, alilalamika kisha akasema kwamba na pia ni mwimbaji. Alimalizia kwa namna hiyo. Kesi aliinuka na kuja kunikumbatia. Akasema kwamba ubarikiwe sana. Hawa wanaume wanakaribia kunifanya kuwa chizi. Karibu, hebu ngoja nikupigie beat hapa niliyoandaa, alafu na wewe utanipa wimbo wako, alafu tutajua pa kuanzia. Basi Kesi alisema hivyo baada ya kuniachia na kurudi kuwa serious. Nilitikia tu kwa kichwa na kutulia nikimtazama akibonyeza vitu kadhaa, kisha speaker zilizokuwa pale studio zikaanza kutoa sauti ya muziki mzuri. Wimbo niliotakiwa kuandika ni wimbo wa huzuni. Tamthilia yenyewe inaitwa Hatima. Ni tamthilia ya kuhuzunisha sana. Hivyo hata beat Kesi aliyotengeneza ni la huzuni, lakini halikuwa likiendana hata kidogo na wimbo nilioandika, na niliupenda sana wimbo wangu, hivyo sikutaka kubadilisha chochote. Ile beat ilivyoisha tu alinigeukia. Nikamwambia kwamba iko vizuri lakini haiendani na wimbo wangu hata kidogo. Kesi akasema kwamba hakuna shida, kazi yangu ni kutengeneza kitu cha kuendana na wewe. Haya, hebu imba kidogo. Niambia, nitoa daftari langu la nyimbo. Limechakaa sana lakini ninalipenda sana na lina kumbukumbu nyingi sana kwangu. Nilifungua na kuanza kuimba ule wimbo ambao ulikuwa wa taratibu na uliojaa huzuni. Ulikuwa ni wimbo tu unaoongelea namna gani hakuna anayejua kesho yake. Kuwa haijalishi tutaweka bidii gani katika maisha yetu, bado hatima yetu haipo mikononi mwetu. Hivyo leo unaweza kuwa mzima lakini kesho ukawa haujitambui. Unaweza kulala tajiri lakini kesho ukamka maskini. Unaweza kudhani una kila kitu maishani lakini sekunde chache baadaye ukawa hauna chochote. Hatima yetu ni nani aliyenayo? Ambaye anayo mamlaka ya kugeuza ndani ya sekunde tu. Na ni lini utajua kuwa hatima umeipata? Yaani hatimaye umeipata hiyo hatima, ni lini utajua? So niliandika wimbo kuelezea hatima kama fumbo katika maisha ya mwanadamu. Yaani haujui hatima inakuja dakika ipi au sekunde ipi. Sasa Kesi akasema kwamba wao, sijui nianze kusifia utunzi au sauti au melody. Kesi alisema na kumgeukia Chaz. Kesi akasema kwamba kaka, aisee unajua kuvuna. Uliposema unaenda kuvuna haukutania. Chaz akasema kwamba unajua mimi sina show za kitoto Kesi akasema sasa sikia mara. Unajua mimi nilikuazika kidogo kuwa nitahitaji kutengeneza beat mpya, lakini kwa huu wimbo siwezi kuazika hata kidogo. Ngoja basi hapa nianze kutengeneza beat, alafu nitasikilizisha, nikimaliza mnaweza kwenda kukaa huko kama hapa ninawakera. Alituambia na kugeukia vyombo vyake na kuanza kazi. Kesi akasema kwamba kabla mjaenda mara, nirekodie kipande kidogo kwenye simu ili niweze kukumbuka melody. Kesi alisema hivyo. Nilifanya hivyo kisha tukatoka tukiambatana na Chaz na kwenda ukasebeni. Masaa mawili yalipita na hao watu Chaz aliyowasema walikuwa bado hawajafika. Nilianza kuwaza vitu vya tofauti. Usikute wananitumia tu alafu mwisho wa siku nirushwe nje kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Nikiwa katika kuwaza kwangu pale, nilikuwa mwenyewe tu. Hata Chaz alitoka. Aliporudi aliniambia turudi studio. Kesi ameshamaliza. Basi Kesi alitania akasema kwamba haya, hebu mkae kabla sijawasikilizisha msije mkazimia. Kesi alisema hivyo, lakini tulikaa ndipo akaweka muziki. Kweli Chaz hakudanganya aliposema Kesi anafanya kazi nzuri. Beat ninayosikia hapa ilikuwa ni nzuri kuliko hata nilivyowaza. Nilijaribu kuimba na kutafuta mahali pa kukosoa lakini sikupata. Alichukua muda mrefu lakini anajua anachokifanya. Basi aliuliza kwamba unaonaje? Nikamwambia kwamba wow, umefanya vizuri kuliko nilivyowaza. Kesi akasema haya, vizuri, ingia sasa huko ndani uanze kuingiza sauti. Natamani hii kazi iishe leo maana nina vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo nitafurahi nikimalizana na hao wasumbufu.
Kesi alivyoniambia hivyo nilitikisa kichwa kusema hapana. Sasa Kesi akasema kwamba unamaanisha nini? Kwani wewe sio mwimbaji? Aliniuliza. Na wakati huo Chazi mwenyewe aliinua kichwa chake na kunitazama kama anielewe. Nikasema ya kwamba siwezi kuingiza sauti yangu wakati sijasaini mkataba wote na wala sijalipwa. Nisamehe lakini siwezi. Wakati uliopita nilienda hivi kichwa, lakini mwisho wake wimbo wangu ukaibiwa, akapewa msanii mwingine anayejulikana. Na kila siku naona akijivunia tu. Kwa hiyo siwezi bila kulipwa cha kwangu. Niliwaambia kwa sasa nikiangalia chini. Kesi akasema kwamba nakuelewa sana mpenzi. Hata mimi ningechukua maamuzi yako. Kesi alisema kwa sasa akisogea na kunishika mkono wangu. Chazi alikuwa amekaa akinitazama tu kwa huzuni kabla ya kuongea. Akisema kwamba ngoja niwaulize wamefikia wapi. Aliinuka na kutoka nje. Kesi akasema kwamba lakini hakuna mtu wa kukuibia kitu hapa. Najua maneno yangu yanaweza yasimaanishe kitu hasa baada ya kusalitiwa, lakini natamani tukimaliza hii kazi tutafutane. Una kipaji cha tofauti sana. Kesi alisema kwa sasa akinipatia simu yake niweke namba. Bila hata kuwaza niliweka namba yangu na akanibip ili niweze kupata namba yake. Wakati tunamaliza kupeana namba, Chazi aliingia akiambatana na wanaume wawili na moyo wangu ulisimama kidogo nilipomwona Max. Hata Max alipata ni kama alibaki mdomo wazi vya kutegemea kuniona. Kwa nini siwezi kuwa na wakati hata mmoja ambao nitakuwa na amani? Kweli katika Max wote waliopo duniani kwa nini iwe huyo? Huyu aliyenikatili na kunifanya ni muamini, lakini hatimaye akaungana na marafiki zake kunifanyia ukatili kama ule. Hata kama ni karibu miaka 2 tangu jambo hili litokee. Hii sio kitu cha kusahau. Akisauliki. Sauti zao ziko akilini mwangu kama mzimu anayesubiri niwe mwenyewe ili aanze kunitesa. Wale mlio msahau Max ni yule jamaa ambaye aliungana na marafiki zake wakaniwekea dawa fulani na wakanifanyia ubakaji. Kwa nijikuta nikirudi nyuma, lakini hakukuwa na mahali popote pa kwenda. Cheza kuniuliza kwamba Mara, nini shida? Mbona kama umeona mzimu hivi? Cheza aliniuliza kwa sasa akinisogelea, lakini niruka na kusogea pembeni. Sikutaka kuguswa na mwanamume yote. Kesi alinuka haraka na kuja kunikumbatia. Nijikuta nikitoa machozi bila kutegemea. Kesi akauliza, nini shida mpenzi? Kesi aliniuliza kwa sasa akiniachia na kuanza kunifuta machozi. Niitikisa kichwa changu kumwambia hamna. Nijikaza tu na kuweza kuongea na kumwambia nipo sawa. Nilipoinua kichwa changu, sikumuona tena Max. Nadhani alitoka nje. Ni bora zaidi yani. Niliweza kutulia kidogo. Chazi alikuwa amekaa mbali kidogo na mimi. Wakati huu aliogopa hata kunisogelea. Baada ya kutulia vizuri, nilimuona huyo mwanaume mwingine aliyekuja naye, ambaye alikuwa amekaa ametulia akinitazama. Chazi alipoona nimetulia, aliinuka ili kututambulisha. Akasema kwamba Mr. Temba, huyu ndio mtunzi na mwimbaji niliyekwambia anaitwa Mara. Alisema kisha akanigeukia na kumtambulisha Mr. Temba kwangu. Alionekana ni mtu mzima kiasi, miaka kama 40 hivi akose. Akaniuliza kwamba karibu sana Mara, nadhani umepata nafasi ya kufanya kitu na Kesi, si ndio? Nikasema kwamba ndio, tumeweza kutengeneza beat, bado tu kuingiza sauti. Temba akasema okay, naomba nisikie hilo beat pamoja na mistari yako, alafu tutaongelea malipo yako na vitu vyote vinavyohitajika kule living room. Mr. Temba alisema hivyo. Tulifanya hivyo na hadi tunamaliza kumsikilizisha, Mr. Temba alibaki mdomo wazi. Akaniambia hebu twende tukaongee. Alisema kwa sasa akiinuka na kutoka. Tulielekea kule sebeni ambapo tulimkuta Max amekaa ametulia. Angalau wakati huu sikushtuka kama wakati ule, lakini sikuweza kuzuia hasira yangu. Mr. Temba akasema kwamba Max ulipotea ghafla bwana. Max alijitetea akasema kwamba amna, nilikuwa naongea na simu. Ajitetea kwa sasa akijitahidi kukwepesha macho yake yasikutane na mimi. Nafurahi kujua kuwa hata yeye ananikumbuka. Basi Mr. Temba akasema kwamba Mara, umefanya kazi nzuri sana. Chazi ya kuwa na kusifia bure na umeweza kufanya haraka kuliko tulivyotegemea. Hongera sana. Mr. Temba alisema hivyo, kisha akamgeukia Max ambaye alishtuka na kufungua begi lake, kisha akatoa makaratasi na kunikabidhi. Kwa hiyo ni mbeba mzigo au mwanasheria?
Basi Mr. Temba akasema kwamba huu ni mkataba wetu. Ningekushauri ukausome vizuri kabla ya kuweka sahihi yako, lakini kwa ufupi ni hivi, tutakulipa 3,000,000 utakapomaliza kuimba wimbo. Mr. Temba alisema hivyo. Niliinua kichwa changu kutoka kwenye ile karatasi na kumtazama. Nikasema, 3,000,000? Yaani 3,000,000 basi? Cheza kaniambia kwamba ndio, hapa tunakusikiliza na wewe unachotaka, alafu tuone kama tutaweza kufikia makubaliano. Wimbo wangu mnataka kutumia kwenye tamthilia. Wote tunajua wimbo ni kati ya vitu vinavyouza sana kwenye tamthilia. Kwa hiyo 3,000,000 ni pesa ndogo sana. Tuanze kuongea kwenye 5,000,000. Alafu nitawapa kazi, yaani nitawapa haki za wimbo. Utabaki kuwa wangu. Hivyo inamaanisha wimbo utawekwa kwenye akaunti zangu. Mtakapoupa promo baada ya watu kuulizia, mtaelekeza akaunti yangu ya YouTube ambapo wataukuta. Na pili, mnajua wimbo haununuliki. Hivyo kama wimbo wangu utaruka kwenye tamthilia yenu, ni haki kama nikipata sehemu ya mapato. Kwa hiyo tuongelea 5% ya mapato ya tamthilia yenu. Nilisema huku sasa nikikunja mikono yangu kifuani. Mr. Temba alicheka sana. Akasema 5%? Unajua kweli 5%? Hapana, 1%. Aliniambia. Nami nikamwambia kwamba 7%. Nimwambia kwa sasa ningemtazama machoni. Akasema kwamba okay, 2% mwisho. Na hivyo vitu vingine vyote ulivyovitaka tunaweza kukubali. Aliniambia hivyo. Nitabasamu sababu najua tunaelekea pale nilipopataka. 4% na nitawapa 20% ya mapato ya wimbo. Nilimwambia na kumuona akifikiria kidogo. Kisha Mr. Temba akasema kwamba sawa, naweza kukubaliana na hilo, lakini malipo yako utayapokea kwa awamu 2. Nusu ya kwanza utapokea kabla ya kazi na nusu ya pili utapokea baada ya kazi kuwa tayari. Mr. Temba alisema kwa sasa kitabasamu. Nikasema kwamba sawa, nakubali. Mtakapoandaa mkataba nikaupitia, nikasaini na nikapokea malipo ya awali, nitakuja kuingiza sauti. Mr. Temba alimgeukia Chazi akasema kwamba una hakika umetuletea msanii na sio mwanasheria? Alimuuliza. Chazi alicheka tu. Chazi akasema kwamba kazi yake si umeona, lakini Mr. Temba akasema ndio, lakini haya maongezi hapa yamenifanya nijione kama vile yani nipo mahakamani bana. Lakini ni sawa bana. Max ataandaa mkataba, ukishausaini basi tutakuwekea pesa na kuitegemea kazi yako. Mr. Temba alisema hivyo. Moyo wangu ulikuwa unaenda mbio kwa furaha na akili yangu ilikuwa ikianza kupiga mahesabu ya vitu vingapi ninahitaji kufanya nikifika nyumbani leo. Hatimaye jua limeanza kuchomoza, giza langu limefikia mwisho. Tuliagana pale, kisha nikarudi studio na kumwaga kesi. Kisha nikaondoka huku nikiambatana na Chaz. Chaz alinipa lifti hadi aliponichukua, kisha nikachukua usafiri na kuelekea nyumbani, huku uso wangu ukijaa tabasamu. Siku 2 baadaye nilikutana na Chaz ambaye aliniletea mkataba. Baada ya kusoma vipengele vya muhimu niliweka sahihi yangu, kisha nikachukua nakala na akaondoka na mkataba halisi. Kesho yake asubuhi niliamshwa na simu ya Chaz. Alikuwa akiniambia kuwa kesi ananitegemea studio leo kuanzia mida ya saa 5 na atakuja kunichukua anipeleke. Nikamwambia kwamba lakini sijapokea pesa. Chaz alikuwa akicheka akisema kwamba oh, Mara mpenzi, inaonekana haujaangalia akaunti yako leo. Basi nitoa simu yangu. Kweli niliona kuwa kuna ujumbe wa benki. Nikasema ya kwamba sawa, nitakuwa tayari muda huo. Tuliagana baada ya kukubaliana muda wa kukutana. Ilikuwa ni kama ndoto kwangu. Nilipitia kipindi kigumu sana hapa katikati, kulala njaa ilikuwa ni kitu cha kawaida, lakini leo nina saini mkataba wa 2.5 na imeshawekwa kwenye akaunti. Baada ya yote niliyopitia, hatimaye safari yangu inaanza rasmi. Baada ya kusaini mkataba, mambo yalienda haraka. Kesho yake nilienda kuingiza sauti. Tulifanya kazi nzuri sana na kesi. Hadi wakati jioni inafika, wimbo ulikuwa tayari na nilikuwa na furaha. Yaani nilikuwa na furaha ambayo haielezeki. Chaz akaniambia kwamba Mara, naomba tupate wote chakula cha jioni.
aliniambia tulipotoka studio. Kisha akasema kwamba ni kwa ajili ya kusherehekea ushindi wako. Basi niliachia tabasamu tu. Nikasema asante sana Chaz. Wapi tunaenda? Nilimwambia na kumuona akishangaa kidogo. Nadhani nakutegemea kama ningekubali. Akasema kwamba okay, unapenda chakula gani? Mimi napenda kuku. Oh, vizuri sana. Basi najua sehemu wanaotengeneza kuku wazuri sana. Ingia kwenye gari twende, hautajutia. Basi alisema hivyo kwa furaha sana, huku akizunguka na kuingia kwenye gari lake. Kitu kimoja nilichokipenda kuhusu Chaz ni mstaarabu sana na hana maneno mengi. Kama mmeenda kufanya kazi ndicho mtakachofanya. Basi tulienda mitaa ya Kariakoo, mahali fulani hivi wana mgahawa wa nje. Chaz akasema kwamba yani hapa wanatengeneza kuku wazuri sana. Unataka wa kuchoma au wa kukaangwa? Nadhani wa kuchoma itapendeza. Mara, unaonekana unajua chakula kizuri Tafuta meza basi ukae. Mimi naenda kuweka oda. Aliniambia na kuanza kutembea, lakini akarudi haraka. Akasema kwamba utakula na nini? Kuna ugali, ndizi na chipsi. Nikipata ndizi itakuwa vizuri. Nilimwambia na kumuona kitabasamu na kuelekea kwenye majiko walipokuwa wanachoma nyama. Nilitafuta meza ambayo ilikuwa imejitenga kidogo, kisha nikakaa. Nilipokaa tu alikuja mhudumu akiniuliza nitatumia kinywaji gani. Niliweka oda ya juice kisha nikatulia nikimsubiri Chaz. Chaz airudi na tabasamu kubwa sana. Basi akasema kwamba itachukua muda kidogo, lakini tuanze na vinywaji. Basi kamuita mhudumu na kuagiza kinywaji chake pale ambacho kilikuwa juice. Basi nijikuta nikishindwa kujizuia, nikauliza kwamba wewe haunywi pombe? Chaz alicheka kidogo akasema kwamba kakaangu alifariki kwa ajali, na hapo ni baada ya kuendesha gari akiwa amelewa. Kwa hiyo tangu kipindi kile sipendi kunywa. Yaani kama ikinibidi ni sawa, lakini mara nyingi sipendi kabisa kunywa pombe. Pole sana Chaz. Limeshapita hilo. Niambie sasa, unajisikiaje sasa kumaliza kazi yako? Kati ya kesho kishukutwa pesa iliyobakia itaingizwa kwenye akaunti yako. Mimi niseme tu yani na furaha sana, siwezi kuelezea, lakini nashukuru sana Chaz. Haujui tu ulivyobadilisha maisha yangu. Wiki moja iliyopita nilikuwa nawaza namna ya kupata kodi, lakini leo hii nina pesa ya kodi, pesa ya kujisajili katika baraza la wasanii, pesa ya kurekodi nyimbo kadhaa. Kwa ufupi nina pesa ya kuweza kuanza safari yangu ya muziki. Nimefikiria sana jana usiku na sijui hata nitakulipa vipi. Mara, hakuna haja ya kunishukuru Mara. Unajua una kipaji. Una kipaji sana. Najua safari yako ya muziki lazima iwe na mafanikio sana. Alafu niambia jina lako la kisanii. Hivi kwani lazima kuwa na jina la kisanii? Nilimuuliza kwa sasa nikirusha mikono yangu juu. Chaz alicheka kidogo akasema kwamba Mara, unataka ufanye vipi hii safari ya muziki bila hilo? Hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo hauna jina la kisanii? Na bila shaka hauna akaunti za mitandao yote ya kijamii. Una akaunti wapi? Facebook tu ndo na akaunti. Okay, unatumia jina gani kwa Facebook? Mara Kasbon kama jina langu. Mara, unajua kuna wasanii, ngoja nikwambie kitu. Kuwa msanii ni sawa na kuvua nguo kutembea uchi. Watu watataka kujua kila kitu kuhusu wewe. Mara nyingi wasanii wanapotafuta jina la kisanii huwa ni kwa ajili ya vitu viwili. Na kwanza ni utambulisho. Yaani unaona mtu kama Baiso. Kabla hajamaliza nilimkatisha nikasema kwamba hebu ongelea msanii mwingine tafadhali. Nilimwambia kwa hasira. Chaz alinitazama kidogo lakini akaamua kupotezea. Sawa, yani mimi nachomaanisha ni kuwa inakuwa ni rahisi kukumbukwa, alafu pili inakupatia nafasi ya kuwa na maisha aina mbili. Kuna maisha yako kama msanii na maisha yako kama Mara. Okay, nimekuelewa. Jina la kisanii ni la muhimu, lakini sijawahi hata kuwaza wala kulitafuta hilo jina. Kwa hiyo sijui. Nilimwambia kwa sasa nikiangalia pembeni. Mhudumu alikuja na chakula chetu, kitu kilichonifanya nitabasamu. Basi Chaz alisema ya kwamba mimi naona unastahili kuitwa Gordon kutokana na sauti yako ya dhahabu. Chaz alisema na kunifanya nicheke kidogo. Kweli Mara, usicheke. Unajua kuna sababu nyingi sana za hilo jina. Sio tu sauti yako, lakini hata sura, umbile na tabia yako ni ya kipekee. Wewe ni kama dhahabu inayotembea duniani. Chaz alisema na kunishika mkono wangu
uliokuwa juu ya meza. Chaz akasema kwamba sio utani Mara, wewe ni dhahabu, gold, lakini tukiweka golden inaleta maana nzito zaidi. Chaz aliniambia na kuniachia mkono wangu. Nilitulia kidogo nikifikiria lile jina. Sio jina baya kabisa. Golden au kwa kifupi gold au G kabisa. Okay, asante sana Chaz, ni jina zuri sana. Yani unajua mimi najua sijui utafanya nini bila mimi. Ila kwa nini siwe meneja wako? Sio kwamba utanilipa mshahara au nini, lakini mimi natamani tu nikusaidia hadi utakapoweza kusimama na kuajiri mtu. Mimi ninafahamiana na watu kadhaa, hivyo naamini naweza kukusaidia kwa namna fulani. Chaz alisema na kunifanya nibaki mdomo wazi. Chaz, mimi siwezi kukuruhusu ufanye hivyo bure. Umeshanisaidia sana, lakini tena kukuacha unisaidie hivyo vyote bure naona kama sio sawa. Yani Mara, sikia, mimi ndo nimejitolea. Kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kuanza kuwaza yote, umesikia? Yani Mara, ngoja tu nikuite kwanza Golden. Acha tufanye kazi, sawa? Pesa ikianza kuingia utaangalia wewe na utaamua mwenyewe. Lakini mimi nimekitambua kipaji chako. Kwa hiyo acha tufanye kazi. Anyway, siwezi kukatalia jambo zuri kama hili. Asante sana Chaz, umekuja kwenye maisha yangu kama malaika. Tena ule wakati ninaohitaji sana. Bwana, mwacha kuongea tule, chakula kinapoa bwana. Aliniambia na kwanza kula chakula chake. Tuliendelea kuzungumzia mambo mengine ambayo kwa wingi ilikuwa ni yeye akinielekeza kuhusu taratibu na changamoto anazopitia katika kutengeneza tamthilia yao. Basi baada ya kumaliza kula, Chaz alinipeleka hadi nyumbani ambapo niliwakuta Devi, Michael na Cindy wakinisubiri getini. Cindy akasema kwamba sisi tunakaa hapa tunakusubiri, kumbe umeshaenda kusherekea na wakaka wazuri jamani. Tumebaki hapa ni kama yatima, unajua unatuonea. Cindy alianza kulalamika niliposhuka tu kwenye gari na Chaz kuondoka. Basi nikaeleza kwamba hamna Cindy, mimi sikujua kama mngekuwa mnanisubiri, kama ningejua nisingekubali kwenda kula na Chaz. Nilieleza sababu wote walikuwa wananitazama. Hasa Michael alikuwa kama anataka kunirukia nimeze, lakini Devi alikuwa akinitazama kwa tabasamu. Devi akasema kwamba yani bora hata umezunguka kidogo mjini, umezidi kujifungia ndani bana. Anyway, tunatoka leo, tunakusherekea wewe. Kwa hiyo kama unabadili nguo fanya hivyo kisha tuondoke. Devi aliniambia kwa furaha, uso wake wote ulionyesha namna gani alivyofurahi. Lisali moja baadaye tulikuwa klabu. Mimi sikuwa mtu wa kupenda klabu wala pombe, lakini inabidi tu nikubali kuwa ukiwa na watu sahihi kwenda klabu kunaweza kuwa furaha kubwa. So tulianza kunywa taratibu huku tukifurahia muziki na marafiki zangu wakinisumbua niwape maelezo ya kina ya jinsi kila kitu kilivyokuwa tangu nipate kazi. Ulikuwa ni usiku mzuri sana kwangu mimi, Cindy na Devi, lakini Michael alikuwa kama amekalia misumari. Tukiwa katikati ya story, Cindy alitoka na kwenda kuongeza vinywaji. Baada ya dakika 5 mtu ajarudi. Devi aliinuka kwenda kumtafuta. Hivyo nikabaki mimi na Michael tu. Basi Michael akasema kwamba kwa hiyo umeshapata mwanamume mwingine na kwenda kumpanulia miguu, si ndio? Michael aliniuliza kwa hasira. Na hapo ni Devi alipoondoka. Wewe mbwa, unasemaje? Michael, naomba tuheshimiane, umesikia? Nilimjibu kwa hasira sana. Mkono wangu ulikuwa unawasha, nilitamani hata nimpige kofi, lakini niliweza kujizuia. Japo akiendelea kufungua huo mdomo wake kunitukana, sidhani kama nitaweza kujizuia. Basi Michael alicheka tu. Naona ameshalewa. Hata hivyo alikuwa anakunywa kama vile yani upo kwenye mashindano. Akasema kwamba anakuheshimu vipi wakati hata mimi ulinipanulia miguu bila shida. Mimi ninachoona sasa hivi ni umejitafutia mwanaume mwenye pesa tu. Kabla hajamaliza sentence yake nilimnasa kofi huku machozi yakinitoka. Nilijaribu kuyazuia. Nilijaribu sana lakini nilishindwa. Mtu ambaye mnaheshimiana na umemchukulia kama rafiki yako kwa zaidi ya mwaka sasa, anapoibuka tu na kukudharau na kukutukana bila sababu. Unajua yani hicho sio kitu kirahisi. Basi sauti ya Devi isikika kiniita Mara. Aliniita ilimfanya sasa niinue kichwa changu kumtazama. Michael alikuwa amekaa ametulia, ni kama kofi langu lilitoa huo mgando wa ubongo aliokuwa nao. Devi alikuja haraka na kuweka vile vinywaji mezani
Na upande wa pili Michael alijitahidi sana kunisogelea, lakini nirudi nyuma. Huyu sio Michael rafiki yangu. Simjui huyu Michael na sitaki kujihusisha naye kwa lolote. Basi akasema kwamba Mara, nisamehe, sikumaanisha ni. Alipata kigumizi na kuishia kutikisa kichwa tu. Alijaribu kuchukua mkono wangu lakini niliutoa haraka. Michael akasema kwamba naomba nisamehe Mara. Michael alisema kwa huzuni. Devi aliyekuwa amekuja alikuwa akitushangaa tu. Sasa nilimwambia kwa hasira kwamba Michael, naomba uniache. Naomba uniache kabisa, usiku upite. Nilimwambia kwa hasira. Michael alinitazama kwa sekunde kadhaa na kuinuka akaelekea kwenye mkusanyiko wa watu waliokuwa wanacheza. Basi nilimuuliza Devi kwamba si ndio wapi? Devi akasema nimemkuta akicheza na mkaka ambaye amesema rafiki yake. Devi alinijibu baada ya kutoka kwenye mshangao wake. Nikajibu okay. Nilimjibu na kuendelea kunywa kinywaji changu taratibu. Haikuchukua muda mrefu, Michael airudi akiwa amemshika kiuno mwanamke ambaye sijawahi kumuona. Bila shaka amemuokota tu hapa maeneo ya hapa. Alikuja kukaa kwenye kiti kilichokuwa pembeni yangu na ule mwanamke akamkalia, wakaanza kubusu. Ilibidi sasa nigeuze kichwa changu sababu mimi ndo niliona aibu. Devi akasema kwamba oya, hebu mkatafute chumba bwana. Devi aliongea kwa sauti, kitu kilichomfanya Michael acheke. Michael akasema kwamba kwani nini shida, mnaona hivyo ama? Aliuliza, lakini macho yake yalikuwa kwangu. Nijikuta nikiishia kutabasamu tu, lakini kabla hata Devi hajapata kitu cha kumjibu, Michael aliinuka na kutuaga kisha akaondoka akiwa ameambatana na yule mwanamke. Devi akasema kwamba kitu gani kinaendelea kati yako na Michael? Mko kama wapenzi waliogombana yani? Kuna shida gani kwani? Devi alisema. Nitabasamu kidogo nikasema wote tunajua Michael hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Kwa hiyo tunakuwaje wapenzi tuliogombana? Ni drama tu za Michael. Nilimwambia hivyo. Devi alionekana alitaka kuongea zaidi lakini alikaa kimya. Nilikuwa bado nimekereka na maneno ya Michael, hivyo niliamua kuingia mtandaoni. Nijikuta nikiishia kukwazika zaidi baada ya kuona picha ya Kian akiwa na mwanamtindo maarufu. Inasemekana wako kwenye mahusiano. Sijui kwa nini lakini niliumia sana. Yaani ni kama vile moyo wangu ulivunjika. Pamoja na kwamba ni miaka tangu nionane na Kian, lakini yupo akilini mwangu na pia sio rahisi kumsahau kama ninamuona kila siku. Niite chizi, lakini kuna sehemu akilini mwangu ilikuwa natumaini kuwa huenda tutaweza kuwa marafiki siku moja au hata zaidi. Lakini amekuwa kama nyota. Ni kitu kizuri unachokiona na kukipenda lakini kama huwezi kukifikia. Nilipitia picha kadhaa ambazo ziliwaonyesha wawili hao wakiwa sehemu mbalimbali pamoja na nyingine ya huyo mwanamke akiwa amevaa jezi iliyoandikwa mapesa mgongoni. Sehemu nyingi walionekana kushikana mikono wakicheka, na kilichoniumiza zaidi ni kuwa wanapendeza sana wakiwa pamoja. Moyo wangu. Machozi yalianza kujaa machoni. Hivyo nikaamua kugeuzia huzuni yangu kwenye kilevi kilichokuwa mbele yangu. Sikulewa sana lakini nilikunywa hadi pale nilipoona ninaweza kulala haraka bila shida wala mawazo. Devi alipoona nimelewa, na sio kwamba hata tulikuwa tukiongea, sababu baada ya kuona habari za Kian na kuumia sikutaka hata kuongea na mtu. Hivyo alipoona nimelewa, alinirudisha nyumbani kisha kaondoka. Asubuhi niliamshwa na simu ya Chaz. Kichwa kilikuwa kinauma sana. Macho yanavuta. Wakati huu nilijutia sana kukubali kwenda kunywa jana. Badala ya kupokea, nilipunguza sauti na kuiacha iite tu huku nikijaribu kulala kidogo. Nahitaji angalau dakika 10 tu za nyongeza. Lakini sikuzipata. Chaz aliendelea kupiga kama vile ananidai. Sasa nilikaa kwa hasira na kupokea ile simu. Unataka nini? Nijikuta baada ya kufoka ndipo akili yangu ikaelewa nilichokifanya. Wow. Umesahau tuna majukumu leo. Na mimi nikiwa kama meneja wako nina wajibu wa kuhakikisha kwamba unafanya hivyo vitu vyote. Chaz aliongea kwa kujitetea na nikaanza kujisikia vibaya. Naelewa Chaz, naomba nisamehe, ni kwamba jana nimechelewa sana kulala na nilikunywa sana, sasa najisikia ovyo kweli. Hiyo sio shida bwana. Kunywa maji glasi 2 alafu oga ujiandae na kuja kuchukua. Unakumbuka tunatakiwa kwenda kwenye baraza leo Ya, ndio nakumbuka kabisa, lakini nahisi kama nitakufa muda wote. Sijali, nimeshaongea na rafiki yangu ambaye yuko kule na amesema tuhakikishe tunafika pale kabla ya saa 5 ili aweze kusaidia. Hatuna muda sana, kwa hiyo jiandae, tutaenda sehemu, utapata supu, utakuwa vizuri tu, alafu tutaingia kwenye kazi. Asante sana Chaz na samani. Hakuna shida Golden.
Nusu saa itakutosha? Ndio, inanitosha kabisa. Okay, mimi nitafika hapo kwako baada ya nusu saa. Charles aliniambia hivyo kisha akakata simu. Sasa mpaka mchana unafika nilikuwa nimechoka sana. Kitu pekee nilichotamani ni kwenda kujitupa kitandani kulala. Lakini inaonekana hicho ni kitu ambacho itabidi kisubiri. Sababu nilikuwa kwenye gari na Charles, tumetoka barazani. Nina furaha sababu nimefanikiwa kilichonipeleka. Nimeambiwa naweza kutoa wimbo wangu ambao ni ule wa tamthilia. Kwa ufupi, ninatambulika kama msanii. Lakini hapa Charles alikuwa anaongelea habari za kwenda ofisi gani sijui ili tuweze kuanza kushughulika na mambo ya mitandao ya kijamii. Mara, hapa hatuna muda kupoteza na unajua hilo. Wiki ijayo tunaanza kufanya matangazo ya tamthilia sababu msimu wa kwanza umekamilika. Watu wataanza kukujua na wewe inabidi sasa utoe wimbo kipindi hicho. Ina maana wiki hii unatakiwa sasa ukashughulikia hili swala la mitandao ya kijamii. Inabidi tuhakikishe kurasa zako zimekaa kibiashara. Sawa? Na inabidi upige picha kadhaa nzuri tu za kuweka kwenye kurasa zako. Kuna mambo mengi sana lakini kwanza inabidi tumalize hilo. Kwa hiyo inabidi ujikaze tu. Naelewa kabisa Charles, naomba unisamehe lakini kichwa kinaniuma sana. Basi tupitie sehemu tupate chakula alafu utameza dawa za maumivu. Ainiambia na mimi sikuona sababu yote ya kubisha. Mpaka jioni nafika nilikuwa nimechoka sana lakini sijui ningefanya nini kama nisingekuwa na Charles. Ameniongoza katika vitu ambavyo hata sikuwahi kujua kama vinafanyika. Kwa ufupi nilikuwa hata sielewi haya maisha ya usanii yanakuaje, lakini ameleta mwanga. Amekuja kwenye maisha yangu kama malaika. Nilipofika nyumbani sikutaka kupoteza muda. Niliingia bafuni na kuoga haraka kisha nikakaa kwenye kochi na kuanza kuandika wimbo ambao niliupata jana usiku nikiwa nimelewa. Ni ajabu sana kuwa bado na ukumbuka hadi wakati huu. Jina la huo wimbo ni Nyota. Kwa ufupi nimemwandikia Kian, au niseme nimeandika vile ninavyomuona Kian katika maisha yangu. Unajua yule mtu ambaye unampenda au unamuelewa sana, anang'aa na anavutia sana machoni mwako. Unatamani sana awe wako, umshike, ummiliki, lakini kwa siku zote anabaki kuwa mbali na unajua kabisa moyoni hauwezi kumpata, lakini bado kila siku ukimuona lazima uso wako uje tabasamu. Kama nyota inavyong'aa angani, japo unajua hauwezi kuimiliki wala kuipata, lakini bado inakuvutia na bado unaipenda na bado unaitamani. Kwa hiyo ni wimbo ambao niliuandika kwa hisia nyingi sana moyoni mwangu. Natamani ningeendelea kukaa hapa na kurekebisha nyimbo zangu, lakini inabidi nilale kwa sababu kesho ni siku nyingine ndefu. Kesho ndio siku ambayo tutaenda kupiga picha na itakuwa ni siku ndefu sababu mimi sipendi kabisa kupiga picha. Yaani sipendi kupiga picha lakini bado ninaingia gharama kulipia picha na mavazi. Haya ni maisha ya maigizo sana. Lakini kama nilivyosema mwanzo, maskini hachagui. Kwa hiyo mimi nitafanya chochote ambacho natakiwa kufanya ili kupata nafasi ya kusimama na kutambulika katika jamii. So mpaka wiki mpya inaanza, hata mimi mwenyewe nilianza kujihisi kama msanii. Nina kurasa kwenye kila mtandao wa kijamii. Kila ukurasa wangu una wafuasi sio chini ya 2000. Kwenye mitandao kama Insta nina wafuasi zaidi ya 10,000. Sijui imetokea wapi lakini nadhani ni tumewanunua tu. Unajua kurasa zangu zina picha kadhaa za kwangu. Zile ambazo nimelipia pesa nyingi na kuzipiga nini, nimenunua nguo kadhaa nzuri ambazo naweza kusema zimekaa kitajiri zaidi. Alafu pili nimerekodi album nzima, yani nyimbo 8. Sio nyimbo 6 tena kama mwanzo. Unajiuliza imekuaje? Jibu ni moja tu, Charles. Yani msikilizaji sijui lakini Charles amefanya kazi kubwa sana wiki iliyopita. Sio tu kuniburuza na kunilazimisha kufanya vitu nilivyohitaji kufanya, lakini aliongea na producer Kesi ambaye alikubali kurekodi nyimbo zangu album nzima. Alafu tukachagua wimbo ambao tutaanza kutoa. Na sijamlipa pesa nyingi hata. Tumekubaliana atachukua 5% ya mauzo ya nyimbo zote za kwenye hii album tulio rekodi bure. Na nyimbo ni nzuri sana tu. Zimeshapitishwa kwenye baraza nyimbo zote na zimekubalika. Ni kama ndoto vile. Unajua kuna muda ninaogopa, ninahisi kama vile nitaamka na kujikuta nilikuwa naota bado. Yaani nipo kule kijijini nikiendelea kupambana na maisha. Lakini kila siku asubuhi ninaamka katika hii dunia ambayo Charles yupo kama malaika aliyetumwa kwangu. Hii ni wiki ambayo uzinduzi wa tamthilia ya Hatima utafanyika. Na wana mpango wa kufanya uzinduzi mkubwa sana. Yaani ule wa kuhudhuriwa na waziri wa sanaa,
wasanii wengi na matajiri. Lakini haijaishia hapo. Kitu ambacho kimekuwa kikubwa hadi kwangu ni kuwa nitahitajika kuimba wimbo wa hatima. Yaani sijui nieleze vipi, lakini hii ndio itakuwa mara ya kwanza mimi kusimama jukwani nikiimba mimi kama Mara. Sio Mara jamani, ni Golden. Lakini haijalishi, namaanisha watu wataniona na kunitambua mimi, sio kudhani ni bendi fulani, lakini mimi Golden. Kwa hiyo ndio sababu leo nipo studio kwa Kesi na kina Devi na Michael na wapigaji wenzao tukifanya mazoezi ya wimbo wa hatima. Sababu kama tutawimba basi lazima tuwimbe live. Nataka kutambulika kama msanii wa tofauti. Yaani mimi sitaki kuwa kama hawa wasanii ambao wanaweka wimbo wao alafu wanaigiza kuimba. Mimi nataka kila siku nikipanda jukwani niimbe live. Sitaki kuwa msanii wa maigizo. Kwa hiyo kuanzia siku ya kwanza nataka nitambulike hivyo. Nimwambia Devi ya kwamba Devi, asanteni sana kwa kutoa muda wenu ili kunisaidia. Hapo nimwambia tulipopumzika baada ya kuwa tukiimba kwa zaidi ya saa moja. Devi akasema kwamba Mara, mimi nimekuambia uache kutushukuru kama tunafanya kazi ya kanisa hapa wakati tutalipo vizuri tu. Sisi ndio tukushukuru kwa kutupatia tenda. Umeshakuwa msanii mshikaji wangu. Kwa hiyo usije ukanisahau ukikaa katika ufalme wako bana. Devi alisema kwa furaha huku sasa akiweka mkono wake begani kwangu. Nijikuta nikicheka sana. Yaani Devi na masiara sana. Mimi nitakusahau vipi wakati wewe ndio mpiga bezi pekee ninayemjua. Ukimaliza tu mkataba wako na Kipamba basi unaingia kwenye mkataba na mimi. Nilimwambia sasa nikishindwa kuzuia tabasamu langu. Devi akasema kwamba hivi unajua kama uzinduzi utaonyeshwa kwenye TV na utakuwa mkubwa kama unavyosema, unahitaji kuhama pale kabla hiyo siku. Sababu kwako ni ni kama ni uswahilini kidogo hivi. Unajua kumekaa vizuri ndio, lakini ni uswahilini. Devi aliniambia, tulikuwa tumekaa pembeni huku sasa tukinywa maji na kuongea. Upande wa pili Kesi alikuwa anamuelekeza kitu Silas, jinsi ya kupiga kitu fulani hivi kwenye kinanda. Siku sio nyingi na mimi nitaanza kujifunza. Basi bwana, nilimwambia kwamba najua, lakini nimetoka tu kulipa kodi ya miezi 6 Devi. Bado pesa yangu inaniuma. Yaani hata Chazi ananiambia hicho, lakini kusema kweli mimi sina hiyo pesa sababu nimeshatumia pesa nyingi hii wiki moja. Nimenunua vitu, hadi simu nimebadilisha. Vyote hivyo ni gharama. Kwa hiyo pesa ya kuanza kulipa nyumba ambayo nitaweza kuishi kisanii, Devi sina. Yaani sijui mambo ya kukaa Masaki, sijui Mikocheni, mara sijui Mbezi Beach. Devi mimi hiyo pesa sina. Kwa hiyo naona inabidi tu nikae tu hapa. Labda kama nitapata mtu wa kunirudishia pesa yangu akachukua nyumba hapo sawa. Nitakuwa na pesa kiasi ya kujazia, lakini eti kuachia tu 700,000 yangu? Hapana Devi. Bado sijawa tajiri kiasi hicho. Basi nimwambie hivyo Devi. Devi alionekana kufikiria kidogo. Kisha akaniambia kwamba nimwachie hilo swala. Kesi alituita turudie tena na mazoezi yakaendelea kama kawaida. Michael hakunisemesha kitu. Sana alikuwa akinitazama tu, akijua simwangalie, lakini nikirudisha macho yangu kwake na yeye anajifanya kama kuangalia kitu cha tofauti. Nilishaamua kuacha kuangeka naye. Kama anaamua kufanya vitu kama mtoto basi nitamwacha na utoto wake. So baada ya kumaliza mazoezi nilikuwa nimechoka, sauti yangu ilikuwa inakwaruza. Nilikaa pembeni na kujiegemeza nikivuta pumzi, angalau leo Chaz hayupo pembeni yangu kuanza kuniharakisha. Wiki hii anakimbizana na matayarisho ya uzinduzi, hivyo hana muda wa kukimbizana na mimi. Nadhani hii ndio sababu aliniharakisha sana wiki iliyopita. Alijua hatakuwa na muda kwa wiki hii. Basi sauti ya Michael ilinitoa katika mawazo kusema kwamba Mara, naweza kuongea na wewe? Nilipomtazama alikuwa amesimama mbele yangu na hakukuwa na mtu mwingine kwenye chumba. Inaonekana kila mtu ametoka, lakini hata sikuwasikia. Nikamuuliza Michael kwamba unasemaje? Nimuuliza kwa hasira kidogo. Maneno aliyoniambia juzi, unajua aliniumiza sana. Hata kama alikuwa ameelewa, mimi nidhani tunaheshimiana ni Michael kaniambia kwamba naomba unisamee Mara, najua nilifanya ujinga na nilikuumiza, haitajirudia tena. Michael aliniambia, lakini hata hakuwa na ujasiri wa kunitazama machoni. Alikuwa ananiomba msamaha, kainamisha tu kichwa. Kwa hasira nikasema kwamba kwa nini Michael? Nilidhani tunaheshimiana zaidi ya pale. Michael akasema kwamba najua, lakini ilitokea tu, nilikuwa nimeelewa.
Nikasema kwamba wewe, pombe sio kisingizio cha kunitukana Michael. Michael akasema najua, lakini haikuwa rahisi mimi kuku. Alijizuia kumalizia hiyo sentensi na kuishia kutikisa kichwa tu. Akasema kwamba haijalishi nimekosea na naomba unisamehe. Nikamwambia kwamba haikuwa rahisi kufanyaje. Michael akasema hakuna haja ya kuelezea mara, haina umuhimu, cha msingi naomba msamaha, natamani urafiki wetu urudi kama mwanzo. Michael aliniambia hivyo, lakini sikuridhika. Nikasema kwamba Michael, hebu acha kuzunguka, umesikia? Niambie haikuwa rahisi kufanya nini? Michael akasema kwamba haikuwa rahisi kukuona na mwanamume mwingine. Nilimuuliza, nikasema kuniona mwanamume mwingine nani? Chaz? Nimuuliza sababu sikuamini kama ni kweli. Michael alifoka akasema mimi sitaki kujua wala kusikia jina lake bwana. Nijikuta nikicheka kidogo nikasema Michael, hivi kwani kuna shida gani mimi kuwa na Chaz wakati wewe uko na watu wengine? Hata mara ya mwisho nilipokuona uliondoka na mwanamke mwingine. Kitu gani sasa ambacho kinachonizuia kuwa na watu wengine? Nini kinachokupa shida? Nimuuliza kwa sasa nikicheka sababu kwa kweli sikuamini maneno yake. Michael alifoka akasema kwamba kwa sababu nakupenda. Nakupenda Mara, mimi nimeshindwa kukupotezea. Michael aliongea kwa sauti ya upole. Nijikuta nikisema kwamba unamaanisha ni juzi ulikuwa Nijikuta nashindwa kumalizia sentensi inayoeleweka. Michael alichukua mikono yangu kisha akaanza kuongea tena kwa upole. Akasema kwamba ndio, nimeshindwa kukusahau. Tangu siku ya kwanza nilipokuona ukiimba pale baa, uliingia moyoni mwangu. Ilikuwa rahisi kukupotezea sababu mimi sikuwa najua unavyonukia. Ngozi yako ilivyo laini, sauti yako mahaba, jinsi unavyoweza kulitamka jina langu vizuri, jinsi unavyoguna, vyote hivyo mimi sikuvijua. Nilichokiona ni tabia njema tu na uzuri na ukarimu wako. Hivyo ilikuwa ni rahisi kukupotezea nikiwa na wanawake tofauti, lakini tangia tulale wote kwa mara ya kwanza nimeshindwa Mara. Nimeshindwa kukupotezea tena. Mimi nimelala na wanawake wengi sana katika hiki kipindi. Wengi sana, lakini bado nashindwa kukusahau Mara. Bado moyo wangu na mawazo na mwili vinakutaka Mara. Kwa hiyo mimi siwezi kuvumilia kukuona na mwanamume mwingine. Na unajua mimi sio mtu wa mahusiano. Nimechanganyikiwa, natamani kuwa mbali na wewe, lakini kukaa mbali na wewe kunaniumiza. Na hata nikipata nafasi ya kuwa karibu na wewe kama hivi, bado naumia sababu nakumbuka kuwa hatuwezi kuwa pamoja. Nifanye nini Mara? Sielewi. Michael aliongea kwa huzuni sana. Nilibaki mdomo wazi tu, sijui cha kumwambia, lakini ninachojua ni kuwa hatuwezi kuwa pamoja. Kwanza akili yangu haiwezi kumuona Michael kama mpenzi. Mimi nimezoea kama rafiki. Anayechezea wanawake kwa kila nafasi anayoipata. Afeti leo hii ananiambia maneno kama haya. Siwezi kabisa. Afu pili mimi sisi chochote kwake. Nilibaki tu kimya nikimtazama. Michael aliniachia mikono yangu na kurudi nyuma. Michael aliniambia kwamba hakuna haja ya kujibu chochote, naelewa. Sawa hata kama nilikwambia kitu. Michael aliniambia kwa upole na kutoka kwenye kile chumba tulichokuwa tunatumia kufanya mazoezi. Nikabaki mwenyewe nikishangaa. Kati ya watu wote sijawahi kudhani kuwa Michael atakuja kupenda mwanamke na kutaka kutulia. Tena mwanamke mwenyewe mimi. Akili yangu ilikataa kabisa kuelewa kabisa maneno ya Michael. Kwanza tunaanzia wapi? Lakini kitu kimoja nilichoelewa ni kuwa hatuwezi tena kuwa marafiki. Itakuwa ni ngumu sana kwa urafiki wetu kurudi kuwa kama mwanzo. Inabidi nilikubali hilo. So, hizo siku kadhaa zilizofuatia kuelekea uzinduzi tulizitumia kufanya mazoezi. Michael alijitahidi kuongea na mimi, kunitania, alijitahidi kurudisha ule urafiki wetu wa mwanzo, lakini unajua tunaona kabisa kuwa alikuwa anaigiza. Na mimi sijaweza kutoa maneno yake kichwani mwangu. Kila nikimuona maneno yake yanajirudia kilini mwangu. Hadi siku ya uzinduzi inafika, nilikuwa na uhakika tutafanya kazi nzuri. Ilikuwa ni jioni ya siku ya uzinduzi. Nilikuwa saluni nikipaka makeup. Gauni langu lilikuwa ni jekundu, lilikuwa limetundikwa pembeni. Sasa nilikuwa nikitetemeka kwa furaha. Leo ndo mara yangu ya kwanza nitaangalia sura yangu ikiwa na makeup. Na huyo mpambaji wangu hakutania jamani, aliniweka hadi kope, kucha na kila kitu. Nilipomaliza kuvaa gauni lililonichora kuliko ngozi yangu, nilisimama mbele ya kioo na sikuamini kama mwanamke aliyekuwa mbele yangu ni mimi. Nimebadilika, sura yangu haijapotea, rangi haijabadilika, lakini nimependeza sana tu.
na gauni jekundu nilovaa jamani ni refu ambalo linaacha mgongo wazi. Chini nilivaa viatu virefu. Charles alikuwa nje akinisubiri kwenye Toyota V8. Ni kati ya magari ambayo nimekuwa nikiyatamani sana. Nadhani litakuwa gari la kwanza kununua nikishika pesa. Basi Charles baada ya kuniona, alikuwa akishangaa tu. Charles, ukiendelea kunishangaa hivi, sidhani kama tutafika tunapotakiwa leo. Niliongea na ilionekana kabisa maneno yangu yalimtoa kwenye mawazo aliyokuwa nayo. Charles alimwambia dereva tuondoke. Kisha safari ikaanza. Moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana. Tulifika kwenye eneo la tukio kisha Charles akamwambia dereva ashuke, tuna mazungumzo. Nilifurahi kidogo kwa sababu hata mimi nilitaka kumwambia kitu kabla hatujaingia ndani. Vizuri, hata mimi nina kitu cha kuambia. Anza wewe kwa sababu mimi ninachotaka kuambia ni kitu kirefu sana. Basi nigeuka na kutoa kibox kidogo kwenye pochi yangu ambacho kimeshafungwa kama zawadi. Niichukua na kumkabidhi. Charles, kwa namna moja ama nyingine siku ya leo ni mwanzo wa safari yangu. Na hata nikizunguka vipi sijioni nikifika hapa bila wewe. Bila msaada wako, kwanza kuniona, kunitafuta, alafu ukajitolea kunisaidia. Najua hakuna pesa inayoweza kutosha kukushukuru, lakini zawadi ndogo naomba iendelee kukumbusha namna gani ulivyo na nafasi ya pekee katika maisha yangu. Kwa hiyo asante sana tu. Nilimweleza kunikitabasamu. Charles alifungua lile boksi na kuachia tabasamu. Mara, asante sana Mara. Kila sekunde ninayokuwa na wewe yani inanifanya nione sikukosea. Unajua Mara, nimejizuia muda mrefu sana. Na kwa muda mrefu nilidhani ni kitu tu ambacho kitapita, lakini nimekuja kutambua ninajidanganya mwenyewe. Nitamani nikwambie kabla usiku wa leo haujaanza, na mimi utapata muda mzuri wa kuwaza sababu najua hauwezi kunijibu wakati huu. Mara, mimi nakupenda sana. Hakuna haja ya kunijibu chochote, lakini nilitaka tu ujue hilo. Natamani tuwe zaidi ya hapa, lakini siwezi kukuharakisha kwa chochote. Kwa hiyo chukua muda wako, lakini nitamani uanze hii safari yako ukijua kuwa kuna mwanamume anayekupenda sana. Charles aliniambia na kufanya moyo wangu usimame kidogo. Sikujua kitu cha kumjibu, yani sikuwa najibu. Ni bora amesema hana haraka ajibu. Ni kitu gani hiki jamani? Mbona kama ghafla tu wanaume wanaanza kuniona? Usiwaze hili sasa hivi Mara. Mimi nataka tu utulie, uvute pumzi, ukiingia huko ndani uimbe hadi wajue wewe ni nani, sawa? Najua unaweza. Wewe ni dhahabu. Charles aliniambia kwa tabasamu kubwa huku akiweka miwani yake vizuri. Nilivuta pumzi na kuitoa kisha tukatoka kwenye gari. Charles alinipa mkono kisha tukaanza kupita sehemu ambayo kulikuwa na zulia jekundu, watu wakiojiwa. Uzuri sisi hatukuojiwa. Tulipigwa tu picha kisha tukaingia ndani. Lakini wakati tunaelekea ndani, nilimuona mtu akiingia aliyofanya moyo wangu uanze kwenda mbio. Kian. Nijikuta nikitamka hata jina lake. Basi Charles akauliza kwamba unasemaje? Bila shaka hakunisikia, lakini alifuata macho yangu na kuona watu niliokuwa na watazama. Sasa Kian alikuwa na yule mwana mitindo ambaye inasemekana wako kwenye mahusiano. Bila shaka ni kweli. Kwa jinsi walivyoshikana na walivyogandana, lazima iwe kweli. Asa Charles akaniuliza kwamba, hivi hujawahi kukutana na Delilah? Charles aliniuliza akimuongelea mwanamke aliyekuwa mikononi mwa Kian. Akili yake ilidhani ninamtazama huyo mwanamke. Twende ndani, inabidi nionane na kina Devi kabla sijaitwa kuimba. Nilimwambia sasa nikigeuka na kujitahidi sana nisilie. Ni ujinga kumlilia mtu ambaye hakujui, hakukumbuki na wala hauko akilini mwake. Uzuri Charles hakuniuliza chochote, alirudisha tu mkono wake kiunoni kwangu ambapo ulikuwepo tangu tulivyoingia. Nilipoingia ndani nilibaki mdomo wazi kidogo. Ukumbi ulikuwa ni mkubwa sana, jukwaa nalo lilikuwa ni kubwa la kisasa. Kwa nyuma kabisa kuna vyombo vya muziki, viko upande ambao unagiza kidogo kiasi kwamba havionekani. Sasa mimi niliviona kwa sababu nilikuwa na vitafuta. Tena mtu akikaa hawezi kuviona. Moyo wangu ulizidi kwenda mbio nikiwaza kuwa nitakuwa ninaimba mbele ya watu wote hawa. Sasa nikauliza kwamba huu kumbi unaingiza watu wangapi siku ya leo? Charles alicheka kidogo akasema kwamba Mara, umeanza kuwa na wasiwasi mapema hivi. Hata sio watu wengi, hawapungui watu 1500. Alisema kwa kitabasamu, lakini mimi nizidi kuchanganyikiwa.
Hivyo nadhani hao ni watu wadogo. Hii ni mara ya kwanza ninaimba mbele ya watu nikiwa kama Gordon. Na mimi sijawahi kuimba mbele ya watu wengi. Nadhani pia kujua kuwa watu maarufu wengi watakuwepo, aisee, unajua imechangia hofu kidogo. Sasa Charles aliniongoza hadi kwenye meza tunayokaa ambapo tulikuwa na kina Mr. Temba na Max alikuwepo. Aliponiona alibaki mdomo wazi. Na meza iliyokuwa pembeni yetu alikuja kukaa Kian na Delila wake. Naona siwezi kuwa na siku yenye amani kabisa. Haikuchukua muda, shughuli ilianza, na kutokana na jinsi sasa moyo wangu ulivyokuwa unaenda mbio, hata sikuelewa kitu. Chaza kaniambia kwamba itakuwa vizuri kama ukianza kusogea, wakishuka hao unaingia wewe. Basi Chaza aliniambia hivyo na kufanya tumbo langu likoroge. Niliinuka na kutembea kuelekea aliponielekeza, lakini kusema kweli sikuelewa miguu yangu iliwezaje kusogea kwa jinsi nilivyokuwa natetemeka. Nilipofika nyuma ya jukwaa, niliwakuta kina Devi ambao nao walibaki mdomo wazi. Nilishasahau hata kama nimependeza. Alikuja mdada na brush hivi akaanza kunipaka vitu usoni, kisha akarudi nyuma na kunitazama huko kitabasamu. Akanitengeneza nguo yangu hadi aliporidhika, akasema kwamba hapo umekaa vizuri. Aliniambia sasa kitabasamu, kisha akaondoka. Nilifungua mdomo ili kuanza kuwashukuru kina Devi, lakini alikuja mkaka na kutuambia tusogee kwa sababu muda wetu umefika. Alikuwa akiwaambia kina Devi, lakini inamaanisha hata mimi nitaenda dakika chache zijazo. Basi Devi akasema kwamba ukiona unaogopa sana, funga macho. Ukumbuke tulivyokuwa tunafanya mazoezi. Najua utaishangaza dunia leo. Basi Devi aliniambia sasa akinishika mabega. Kisha akafuatana na wenzake kwenda jukwaani na kukaa kila mtu kwenye chombo chake cha muziki. Nilibaki mwenyewe nikitetemeka. Yule kaka alikuja na kuniongoza hadi jukwaani. Nilikuwa ni eneo katikati ya jukwaa, lakini upande huu hauna mwanga kabisa. Hili jukwaa liko kama lina sehemu mbili. Nilisimama na mbele yangu kukiwa na mic. Basi kabla ya lolote kuendelea, MC akasema kwamba jamani, na sasa namleta kwenu mdada mwenye sauti ya dhahabu, mtunzi na mwimbaji wa wimbo wa Hatma. Ni mtu mpya kabisa kwenye game, lakini amekuja kivingine. Damu mpya na game mpya. Ladies and gentlemen, namleta kwenu Gordon. Basi MC alivyosema hivyo, kwanza mwanga ulinimulika pale nilipokuwa nimesimama. Basi watu walikuwa wameshakaa kimya baada hapo kupiga makofi machache. Unajua tena, taa moja tu ndio ilikuwa inanimulika. Kaduara fulani hivi kama mwanga. Nadhani kila mtu anaweza kuona ninavyotetemeka. Sasa Silas akaanza kwa kupiga kinanda kidogo kidogo kama vile ni wimbo unavyotakiwa kuanza. Nilifunga macho yangu na kuanza kuimba wimbo wangu. Niliendelea kuimba taratibu, sasa nikifungua macho yangu taratibu. Ni wimbo ambao una muziki kwa mbali sana. Asilimia kubwa ni sauti yangu tu. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, ni kama kila mtu alikuwa anajifikiria tena na tena. Ndicho kitu nilichotazamia wakati nikiandika huu wimbo. Nilitamani kila mtu ajiulize mara mbili na nadhani nimefanikiwa. Sasa nilipewa nafasi ya kuimba nyimbo zingine 3 ukiachana na hii nyimbo ya cover ambayo nimeweza kuimba live. Kuna wimbo mmoja ambao niliimba ni Hatma na nyingine 2 ni za kwangu. Wimbo uliofuatia ulikuwa ni Nyota, na awamu hii waliongeza taa za pale jukwaani. Angalau sioni kama sasa napofuka tena, japo bado namulikwa na ule mwanga wa duara, lakini angalau ninaweza kuwaona watu waliokaa. Sasa nilipoanza kuimba huu wimbo nijitahidi sana kuzungusha macho yangu, lakini nilipofika kwenye chorus sikuweza kuzuia macho yangu kwenda kwa Kian. Kwa nini niteseke wakati mtu aliyemwandikia wimbo yupo? Nyota yangu iko hapa karibu sana, lakini bado siwezi kuigusa. Basi macho yangu bwana hayakutoka kwa Kian nilipokuwa naimba hiyo chorus. Niliporudi kwenye mabeti, nilirudi kuzungusha macho yangu kwa kila mtu. Macho ya Kian nayo hayakutoka kwangu. Alinitazama kwa huzuni sana. Labda macho yangu yanadanganya, sababu mtu kama yeye hawezi kuwa na huzuni. Watu wengi walikuwa na rekodi na simu zao wakishangilia nini, nijikuta nikitabasamu tu. Basi bwana, wimbo wa mwisho ulikuwa ni wimbo wa msanii wa kike ninayempenda sana. Nijikuta nafurahi kuimba kwa sababu watu walikuwa wanaimba na mimi. Nilimaliza jukumu langu na kushuka jukwani huku watu wakishangilia sana. Tulipofika nyuma tu ya jukwaa, Devi alikuja kunikumbatia kwa nguvu. Devi akasema, Mara umeua Mara, dunia ijiandae.
alisema kusasa akininyanyua juu kwa furaha. Nijikuta nikicheka sana. Aliponishusha chini ni kama vile ndo nilielewa sasa. Huu ndio mwanzo wa safari yangu rasmi. Nitamani niendelee kubakia kule nyuma ya jukwaa, lakini tulikuja kuambiwa tuondoke kama tumemaliza kazi yetu. Basi macho ya watu wote yalinisindikiza hadi nilipoenda kukaa pembeni ya Chaz, gauni langu jekundu likiwa kama taa. Chaz alinivuta na kunikumbatia huku akinipongeza sana. Aliponiachia uso wake ulikuwa umejaa tabasamu kubwa. Kuanzia pale hata sikuelewa kinachoendelea, sababu kila alipogeuka niliona angalau watu wawili wanaojitahidi kunipiga picha au wanaonitazama. Shughuli ilipoisha tu, Chaz alinishika mkono. Tulisalimia watu wachache pale, lakini tujitahidi kuwakwepa waandishi wa habari na kuingia kwenye gari kisha tukaondoka. Nilitaka kumuuliza kwa nini, lakini nilikuwa na furaha iliyopitiliza kiasi kwamba sikujali chochote. Labda nilale alafu niamke, alafu kesho ndipo akili yangu itafanyaje? Itaelewa. Safari nzima ya kuelekea nyumbani, Chaz alikuwa ameshika mkono wangu na hakuna aliyemsemesha mwenzake. Kila mmoja alikuwa na wazo kwake. Kwa mimi nilikuwa na wazo huu usiku unamaanisha nini kwenye maisha yangu. Gari liliingia kwenye hoteli badala ya nyumbani. Nilishtuka na kumgeukia Chaz ambaye alikuwa akitabasamu tu. Huyu mwanaume sijui wakati gani uso wake hauna tabasamu. Chaz akaniambia usihofu. Nimewaza sio vizuri kurudi nyumbani baada ya usiku wa leo. Ukiwa unaanza hivi tunatakiwa tujitahidi sana kuzuia skendo zozote ili uweze kuweka hadhi yako vizuri. Kwa hiyo kwa usiku wa leo naomba tu unielewe na ulale kwenye hii hoteli, alafu kesho tutazungumza zaidi. Tutajua pa kuanzia. Basi alinisindikiza ndani. Tulipoingia tu reception, yule mhudumu wa pale alinishangaa kidogo na kuachia tabasamu kubwa. Akasema, "Oh Gordon, karibu sana." Alisema na kufanya moyo wangu uende mbio. Ina maana kila mtu ananijua sasa hivi? Niliachia tabasamu japo ndani nitamani kukimbia. Nikasema asante mpenzi. Yule dada akauliza kwamba, "Oh, umependeza sana. Umeshatoa nyimbo ngapi?" Uzuri Chaz alinisaidia akasema kwamba kesho tutatoa wimbo wa Nyota. Cha msingi fuatilia kurasa zake za mitandao ya kijamii, kote anatumia jina la Gordon. Basi Chaz alimwambia kwa tabasamu hivyo. Yule mdada akasema kwamba nimeshamfollow kote. Yaani mimi nitakuwa mtu wa kwanza kusikiliza wimbo wako. Una sauti nzuri sana dada. Oh, hey, Mungu wangu. Tunaweza kupiga picha pamoja samahani lakini. Yule dada aliendelea kuongea kama cherehani. Chaz alimkatisha akasema kwamba tunaomba umuonyeshe chumba chake. Basi yule dada akasema kwamba oh, naomba mnisamee. Yule dada alisema kusasa akitupatia kadi kisha tukaondoka. Basi Chaz alinisindikiza hadi chumbani kwangu kisha kaniaga na kuondoka. Nilifungua ukurasa wangu wa Instagram na kuangalia watu walivyokuwa wanaongezeka kwa kasi. Likes na comment kwenye hizo picha zangu chache aisee zilimiminika kama maji. Sasa msikilizaji, tunafahamu kwamba wote historia ya nyuma ya Mara ilikuwa ni mwanaume yote anayemsaidia basi atataka kumuomba rushwa ya ngono. Yaani hivyo, na sasa ameshaanza kuwa star. Tumeona safari yote aliyopitia. Huku kwa Chaz kumchukua na kumpeleka hoteli badala ya nyumbani kwa sababu ya kwamba anajitahidi kukwepesha skendo za waandishi wa habari. Je, ni kweli ama na yeye anatafuta namna yoyote ya kuweza kujilipa kwa Mara? Na kama ni hivyo, itakuwaje msikilizaji? Na je, kwa tukio la Kian kumshuhudia Mara live kabisa akifanya shughuli zake pale kwenye kuimba kufanya nini? Je, Kian na yeye ataanza kuleta majeshi yake kwa Mara ama vipi? Mara anampenda Kian, lakini sasa ndio hivyo, Kian anaka baby mama kama ana mitindo fulani hivi ndiye ambaye muda wote yupo naye ubavuni. Sasa sijui itakuwaje, japo wengi sana nimeona komenti zenu mkitamani sana na mkiamini kwamba Kian ndiye mwanaume wa Mara. Lakini sasa Kian ana mpenzi wake bwana, na Chaz tayari ameshashusha ndoano kwamba anampenda Mara. Sasa kuachana ama kukutana hapo hotelini, kufikishiana hapo hotelini baada ya kutoka kwenye shughuli ya kazi, je, ni kweli anakwepa skendo ama Chaz naye ndo anataka kutumia nafasi hiyo kuweza kujilipa? Tutakuja kufahamu mengi zaidi msikilizaji sehemu inayofuata. Kikubwa na kushukuru kuwa pamoja nami mpaka dakika hii, na muda wote huo ulikuwa nami Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu. Mapenzi yake Mwenyezi Mungu yaambatane nasi sehemu inayofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.